Tunahubiri ujumbe wa marejeo. Yesu Kristo kweli anakuja. Tunaangalia somo ambalo linasema kizazi kipya, na jinsi ambavyo tunasikia muziki wa kizazi kipya na mambo mengi ya kuhusiana na kizazi kipya. Na kusisa na uwe nasi, tunaanza kipindi ambacho kitabadili maisha yako. Utufuatilie vizuri na utaelewa, na Mungu atakubariki sana. Kama nilivyosema, kauli za kuhusu kizazi kipya zimekuwa ni nyingi, na wakati mwingine watu wamekuwa wakijiuliza, sikia, habari ya kizazi kipya imeanza tangu karne ya 18. Manabii wake walianza tangu karne ya 18 na wana kazi kubwa sana. Kuna mtu ambaye anaitwa Albert Pike, nimemwelezea sana. Huyu alikuwa ni mwabudu mashetani au wa chama cha siri ambacho kinaitwa Wajenzi Huru wa digrii ya 33. Yeye ndiye mwandishi mkubwa sana wa kitabu ambacho kinaitwa Moral and Dogma. Ndicho ambacho kimeelezea mikakati mingi ya kutengeneza dini moja, serikali moja, na ikiwezekana dunia hii iwe ni kama kijiji au nchi moja. New World Order, mpango mpya wa ulimwengu. Na jambo hili wengi mmekuwa mkilifahamu, ya kwamba kumekuwa na kampeni nyingi za kuifanya dunia kama kijiji kimoja. Kumekuwa pia na vijiji vya millennium, najua hili. Kumekuwa na vitu vingi, kumekuwa na mpango wa biashara millennia. Kumekuwa na vitu vingi sana ambavyo vinaonekana vikielekeza katika umoja fulani wa kiuchumi, wa kitabaka, na umoja wa kijamii. Kumekuwa mpaka na mitandao ya kijamii, watu wanaunganishwa pamoja. Lakini sikiliza, kizazi kipya kimesema nini? Kizazi kipya kina mkakati mmoja mkubwa. Mkakati huu ni kuanzisha serikali moja, ni kuanzisha dini moja, na ili wafanikiwe wanafanya kampeni kubwa ya kuzivunja dini zenye nguvu. Dini zenye nguvu. Ukiendelea kufuatilia vizuri sana, huenda tukipata nafasi utaona jinsi ambavyo baadhi ya dini wameanzisha wao, lakini baadaye wanahitaji kuzivunja. Tanzania tumekuwa na kizazi kipya. Kizazi kipya lengo lake ni kuondoa nguvu ya Mungu na kuingiza nguvu ya mtu binafsi na nguvu ya shetani. Na Tanzania ipo. Ndio maana kumekuwa na mziki wa kizazi kipya. Na miziki ukisikiliza ina nguvu ya kubeba vijana, kiasi kwamba kijana yeyote ukimwambia Yohana 3:16 inasema nini, hajui. Muulize mziki wa fulani fulani unasema nini, atakariri mziki wote. Ninamnukuu mwanamuziki mmoja wa Morogoro anaitwa Afande Sele. Kwenye mziki wake mmoja, maneno yake na yanukuu, anasema, kila kukicha shetani anaendelea kushinda. Sikiliza tu kwa urahisi. Kwa hapo tu, aliyetukuzwa ni nani? Automatic ni shetani. Kizazi kipya kimeleta mpaka televisheni zake. Sasa wengine mnapenda tu kunichokoza, unasema, mchungaji, zitaje? Na kuambia sikutafuni kila kitu, na kuambia sifa zake, kazi tafute mwenyewe utazijua. Televisheni hizi kuanzia asubuhi mpaka jioni, 98% ya matangazo yake ni mziki, na watu wako nusu uchi asubuhi mpaka jioni. Ikiwa watakuwa na taarifa ya habari, wataelezea habari ya wanamziki. Ndiyo mambo hayo. Nini lengo lake? Lengo lake ni kuwachukua vijana waachane na mambo ya dini, waende kwenye kizazi kipya cha kutazama miziki. Hii inakupa picha gani? Kwamba umetekwa nyara. Najua nikisema wasema, mchungaji, sasa tufanyeje? Wewe usikose vipindi hivi. Ukiendelea tu kufuatilia kwa ukakatisha, utachanganyikiwa. Kati ya wanamuziki maarufu sana wa hip hop ambao wamepewa heshima kubwa ni Jay-Z.
Huyo ni Jay-Z mwenyewe ambaye akiwa mbele na moja kwa moja akaonyesha nembo ya Freemasonry ambayo ni bikari ikiwa imezungukwa na herufi G. Herufi G iko ndani ya bikari. Hii herufi G utaikuta kwenye nembo za Freemason Report au abudu mashetani, ambaye wanamuita kwamba ni great architecture. Sijui tumuite mbunifu mkuu au tumuite nani huyu, lakini ndivyo ambavyo wanamuita na wanaweka herufi G. Lakini utashangaa kwamba ni vidole viwili, kidole cha pili kutoka kidole gumba na kidole cha mwisho wanavionyesha kwa pamoja ikiwa ni alama yao. Hata Tanzania watu wanafanya vitu bila kujua na kuiga bila kuvijua, lakini wale wa nje wanaelewa kile ambacho wanakifanya, wanajua kabisa kile ambacho wanakifanya, wanaelewa. Huyo ni kwa wale ambao mtaona moja kwa moja ni Jay-Z ambayo wana staili yao ya kushikana mikono. Angalia staili nyingine ambayo watu vijana wengi sana wameendelea kuiga ya kutukuza pyramid, ni ishara ya mikono ambayo wanaitumia. Mwanamuziki mmoja wa Kitanzania alidiriki kuimba kabisa na akasema kila kukicha shetani anaendelea kushinda. Kwa hiyo ukisikiliza tu kwa haraka bila kufuatilia utashindwa kuelewa, lakini ni kwamba moja kwa moja anapeleka ushindi kwa shetani. Kwa hiyo akina Jay-Z na wengine wengi wamekuwa maarufu katika mambo kama hayo. Ni Jay-Z pia akiwa anashikana mkono na mtu mwingine, na staili ambayo ametumia kushikana mikono moja kwa moja ni staili ya Freemason, waabudu mashetani. Na si kwamba Jay-Z hajui kile ambacho anakifanya, anajua kabisa, maana mara kadhaa amehojiwa na akakiri ya kwamba anafahamu kile ambacho anakifanya. Hiyo ni staili nyingine ya kushikana mikono ambayo Tanzania vijana wengi hata watu wazima wanashikana bila kujua. Sikiliza, kwa nini nakuwa hivi? Mara nyingi wasanii wana mvuto, wana influence. Kwa hiyo watu wakiona msanii amefanya kitu nao wanaiga. Ni kuonyesha namba hizi zikiwa zinatamba Tanzania katika makampuni ya simu. Tulikuwa tunaifahamu kama kampuni ya Celtel na baadaye ikabadilishwa ikaitwa Zain, nembo ambayo wamekuwa wakitumia nembo ya Zain. Nenda ukaichunguze vizuri, kuna alama iko hapo, ukiangalia kwa haraka hutaelewa vizuri, ni kama 9 iliyogeuka. Namba yake iangalie vizuri, ukitazama imegeuka sasa, imekuwa ni namba 6, lakini 6 utaikuta ina alama 3 kwenye mzunguko wake, yani 666. Kwa hiyo moja kwa moja unakuta kwamba makampuni yote wanayamiliki wao. Unasema sasa imekuwa Airtel. Je, kuna badiliko lolote? Ni wale wale tu. Sikia, najua utaniuliza vipi juu hata makampuni mengine kama Voda? Hujui? Sasa hivi washabadilisha tena, wamebadilisha nembo yao na sasa wanatumia namba 6 kwenye nembo yao. Kaitafute vizuri tu, wanatumia namba 6. Namba 6 ndiyo ambayo wanaitumia kwa sasa. Namba 6 ndiyo ambayo wanaitumia kwa sasa. Sikiliza, si kwamba wanakosea, wanaelewa kile ambacho wanakifanya, na si hivyo tu, lakini hata si kubadilisha tu ile namba, hata rangi. Sasa hivi wanatumia rangi nyekundu. Sasa kusema sana habari zake. Sikiliza, popote kampuni zote utakazoenda ni wale wale, huwezi kukwepa. Najua wengine wanasema sasa mchungaji unasema hivyo, mbona na wewe pia unazitumia hizo hizo? Sikiliza, huwezi kukwepa. Hata mimi nina Airtel, nina Tigo, na mimi pia nina Zantel, na mimi pia nina Voda, ninazo zote kabisa. Lakini sikia, kwa nini sasa tunazitumia na tunajua kabisa ni za kwao? Umesahau Yesu alipokuwa anaondoka duniani alisema nini? Alisema, Baba, siombi uwatoe hapa, bali uwalinde na yule mwovu. Kwa hiyo tuna ushindi mkubwa wa damu ya Yesu. Kama utakuwa mwoga utachanganyikiwa. Kumbuka sisi hapa sio watu wa hapa, wenyeji wetu uko mbinguni. Sisi hapa ni wapitaji tu. Hebu nikuulize, ukiwa Marekani, huwataka wa Marekani, unakataa kutumia magari yao na barabara zao, basi uondoke Marekani basi. Hapa sio kwetu. Hili ni eneo ambalo linamilikiwa na Lucifer. Unasema kuna ushahidi gani? Sikiliza, Yesu wakati anaondoka alisema, naenda zangu, lakini yuaja mkuu wa ulimwengu huu hanidai kitu.
Yesu amethibitisha kwamba ulimwengu huu una bosi wake, anaitwa Lucifer, lakini kwa Yesu hafui dafu. Ndiyo maana bado wafuasi wa Kristo tunatembea katika ulimwengu wa Lucifer kwa ushindi mkubwa, tena tukaitwa sisi ni nuru ya ulimwengu. Wakati shetani akisambaza giza, tunaweka nuru. Kwa hiyo usiogope kwa ishara zao na nembo zao. Tunao mshindi mkubwa ndani ya damu ya Yesu Kristo. Ndiyo maana katika wiki zote 3 ninawapigia kelele wale ambao bado hawajampokea Yesu. Sikia, kama hujampokea Yesu una hasara. Mpokee Yesu ili ulindwe na damu ya Yesu. Zitatoweka shida na dhiki za dunia, zitayeyushwa tabu zote. Kristo wa neema yote atatawala, kila kovu la dhambi lakomeshwa, kila kovu la dhambi lakomeshwa.